Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Iran kuishutumu Israel kudhoofisha mazungumzo ya nyuklia kati yake na Marekani. Iran imeshutumu Israel na kusema kwamba mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Marekani pamoja na wao Iran yanaenda vizuri na kuna mwelekeo ambao huenda ukaondoa machafuko katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini ni Israel ambayo inataka kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, huku ikijinadi kwamba ipo tayari kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisimama imara akidai kwamba hata bila Marekani wao wataweza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, anasema serikali ya Iran imeona na kufuatilia vuguvugu na vurugu zinazofanywa na Israel katika kuingilia mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia ambao ndio chanzo cha mvutano na nchi za Magharibi, lakini pia ndio sababu kuu ambayo imesababisha Mashariki ya Kati kuvurugika kwa namna moja ama nyingine. Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amewaambia waandishi wa habari kwamba kumekuwa na aina ya muungano ulioundwa ili kudhoofisha na kuvuruga mchakato wa kidiplomasia, akisisitiza kuwa utawala wa Israel ndio kinara wa harakati hiyo. Kando ya Israel, Iran imesema wapo baadhi ya wanasiasa wa Marekani wanaopinga makubaliano kati ya nchi yao na Iran. Gazeti la New York Times limeripoti Alhamisi ya wiki iliyopita kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ameizuia Israel kushambulia maeneo ya nyuklia ya nchini Iran kwa muda mfupi kupisha juhudi za diplomasia ambazo zinaendelea, lakini wapo baadhi ya wanasiasa nchini humo ambao hawataki hilo kuonekana ama kufanyika, huko Israel ikishinikiza kutaka kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kuwa Israel kamwe haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia hata kama Washington itaendelea na mazungumzo. Kadhalika alisema kwamba Marekani inaonekana kwamba huenda ikakubaliana na Israel juu ya mpango wake wa nyuklia ambao Iran inadai ni mpango wa nyuklia wa amani, mpango ambao wala hauhitaji kutengeneza makombora ya nyuklia, licha ya kwamba Israel inadhani huenda Iran ikawa na makombora ya kinyuklia ambayo yamefichwa na yako katika usiri mkubwa. Hata hivyo, Benjamin Netanyahu amesema kwamba kitendo hiki kitafanya kusiwe na maelewano baina yao na Iran na huenda wakafanya shambulizi zito kuhakikisha kwamba Iran haiwi na silaha hizo na ihakikishe inashambulia maeneo yote yenye nyuklia katika eneo la nchi ya Iran. Lakini ni nini ambacho viongozi wakuu wa Iran wanasema? Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, amesema kwamba kwanza hakuna mwenye uwezo wa kuweza kufikia miundombinu ya nyuklia pamoja na vinu hivyo vya nyuklia nchini Iran, na kwamba vinu hivyo kwanza vipo katika hali ya ufiche, lakini pia vipo katika hali ya ulinzi mkali wa mifumo ya kuzuia makombora pamoja na mifumo mizito ya kuzuia chochote ambacho kitaingia katika eneo hilo. Lakini pia kumefungwa rada zinazofahamika kama Ghadir ambazo zina uwezo wa kuweza kuyumbisha mifumo yote ya mashambulizi katika maeneo hayo. Mtazamaji wa The World News, Mashariki ya Kati na mambo mengi sana, na wakati huu ni kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani na Iran, mazungumzo ambayo yatafanya kuondoa ama kupunguza mivutano katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini serikali ya Iran inasema kwamba Israel inavuruga mazungumzo ambayo yanaendelea kati yao na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia ambao ndio chanzo cha mvutano na nchi za Magharibi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.